pili. Sauli akamtwaa siku ile, wala hakumwacha arudi tena kwa baba yake. Mstari wa 3. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana kwamba kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa kumbe tunaona rafiki mwema anakuwa na upendo. Rafiki mwema anakuwa na upendo wa kweli. Wewe kama mwana wa Mungu inabidi uwe na upendo wa kweli kwa rafiki yako. Twende tukasome Ruthu 1 mstari wa 16. Nayo inasema, naye Ruthu akasema, usiniache nikuache nirejee, nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hapa tunaona ya kwamba Ruthu alikuwa anaongea na Naomi. Naomi alikuwa ni mjane, alikuwa amefiwa na watoto wake wawili na mume wake. Naomi alikuwa, wale watoto wake wawili walikuwa ni wa kiume ambao wameoa, akabaki na wale wakwe zake. Naomi akawaambia waondoke ili wakaolewe sehemu nyingine, lakini huyu Ruthu alikataa kuondoka, akamwambia mimi uendako na mimi nitakwenda, na wewe ukaapo mimi nitakaa, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Twende tukasome Yohana 15 mstari wa 15. Nayo inasema, siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui alitendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Kumbe rafiki mwema anamwarifu rafiki mwenzie. Kwa hiyo hapa sisi kama watu wa Mungu, au sisi kama watumishi wa Mungu, au sisi kama watoto wa Mungu, inabidi tuwe marafiki wema. Ndio tukasome Samueli wa pili sura ya 18 mstari wa 33. Nayo inasema, naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalom, mwanangu Absalom, mwanangu, laiti ningelijua kufa badala yako, Absalom mwanangu, mwanangu. Kumbe hapa huyu ni Daudi alikuwa anamlilia mwanae Absalom, kwa sababu alikuwa anampenda sana mwanae Absalom, alikuwa na upendo naye, na alikuwa na mahusiano yeye na mwanae Absalom ya karibu. Hapa wewe kama mwana wa Mungu inabidi uwe na upendo, inabidi uwe rafiki mwema, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Tufunge kwa kuomba. Asante Mfalme wa amani, asante Roho Mtakatifu kwa neema yako. Nimewafundisha neno lako Bwana. Ninaomba Bwana wasaidie waliishi na kulitendea kazi. Ni katika jina lako nikiomba na kuamini, amina.